kitakachokuwa dira ya kuwaongoza katika utumishi wenu wote katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Hivyo ninapenda mkielewe vizuri, maana Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania halitavumilia tabia yoyote toka kwa askari yeyote itakayoashiria ukiukaji wa hata neno moja katika kiapo chenu. Mtaachishwa jeshi na ikiwezekana kufungwa ikiwa mtakiuka kiapo hicho. Sawa sawa? Mmeahidi kuwa watiifu. Mmeahidi kumtii na kumtumikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kwa sasa hivi ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Naamini na mimi ninawasisitiza kuwa utii huchukua sehemu kubwa sana ya maisha ya mwanajeshi. Utii hujenga uelewano, mshikamano na umoja miongoni mwa wanajeshi. Bila utii, ninyi mtakuwa ni kundi la majambazi na sio wanajeshi. Leo hii tupo hapa kushuhudia Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania likipata wanajeshi wapya na sio majambazi. Sawa sawa? Majambazi hawana nafasi katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania na katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbele ya wazazi wenu na walezi wenu, ningependa kuwaonya dhidi ya kujihusisha na siasa, kwa kuwa sheria ya nchi yetu inawakataza wanajeshi kujiingiza kwenye siasa. Niwaonye pia dhidi ya kuposti mambo mbalimbali ya kijeshi na mambo yenu ya faragha mitandaoni. Kwa maneno mengine, niwaonye dhidi ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Mambo makuu manne kwa wanajeshi. Mafunzo ya awali ya kijeshi yameandaliwa ili kumwezesha askari kuweza kukabiliana na changamoto za sasa za kiusalama duniani. Ili kufanikisha hilo, shule imeweka msisitizo mkubwa kuhakikisha mafunzo haya ya awali ya kijeshi yanaimarika kwa kukazia mafunzo ya vitendo, mafunzo ya ujasiri, kwata na silaha. Lengo ni kuhakikisha askari wanakuwa jasiri, hodari na wenye nidhamu nzuri, kujiamini na wenye utimamu wa mwili na kiakili, tayari kupambana na matishio yoyote ya kiusalama. Na afande mkuu wa majeshi na kuhakikishia askari hawa wapya wako tayari kwa lolote kuanzia sasa hivi. Wapo walioanza pamoja nao, lakini leo hii hawapo nasi hapa. Wapo waliondoka bila kuaga, kwa maana kwamba walitoroka, na wengine waliomba wenyewe waache mafunzo. Lakini afande, ni kutokana na moyo wa uzalendo walionao kwa nchi yao, askari hawa waliweza kuvumilia na kupokea maelekezo yaliyotolewa na wakufunzi wao katika mazingira mbalimbali, na hatimaye leo hii wanahitimu mafunzo yao. Hongereni sana askari wako. Afande mgeni rasmi, naomba nichukue nafasi hii pia kuwapongeza wakufunzi kwa kuwa na moyo wa dhati na wa kujitoa katika kufundisha. Kazi hii ni kazi ambayo inahitaji moyo. Kundi hili afande lilikuja na tabia mbalimbali, lakini leo hii ni askari waliofundishwa na kuwa na tabia zinazofanana na zenye tija kwa jeshi.